Michael Carrick anaweza akapoteza mchezo leo dhidi ya Spurs endapo atatumia mfumo ambao alitumia kucheza na timu kubwa. Mfumo ambao alitumia kucheza na Arsenal, mfumo ambao alitumia kucheza na Man City. Uwezekano wake wa kupoteza mchezo leo utakuwa ni mkubwa. Kwa sababu tumetazama mechi zote mbili, alikuwa akitumia Mbeumo kama false number 9. Lakini tunatazama Spurs na wana eneo zuri la ulinzi, kwamba ukimtazama kama Romeo lakini Mick van de Ven ni mabeki ambao ni wazuri. Kwa hiyo ili Michael Carrick aweze kupata ushindi ni lazima abadilike, maana Spurs wao wakiingia na weka kabisa atakuja kama wanakuja kukopi ama kusolve lile tatizo ambalo liliwakuta Arsenal, likawakuta Man City lakini likawakuta Fulham. Michael Carrick anaweza kaanza na Sesko ambaye tunafahamu ni typical number 9, lakini Mbeumo pamoja na Cunha, Matheus Cunha wakacheza kama wings za pembeni ili wao wanaweza kuwin zile second balls pale wanapopata space. Ni moja ya kitu ambacho kitamsaidia Michael Carrick kupata ushindi katika mchezo leo. Lakini pia tukirudi nyuma kwenye right back kuna Dalot pamoja na Mazraoui. Mimi naona mechi hizi mbili mfululizo tatu kaanza na Dalot. Lakini pia Mazraoui katika ile nafasi ni mzuri kuanzia mikimbio yake na namna ambavyo anaweza kumiliki eneo la kulia. Vile vile kwa Amadi Diallo, kwa mtazamo wangu mimi ingekuwa ni Michael Carrick, ni Amadi Diallo ningemwanzia sub. Angekuja kipindi cha pili ambapo angekuja tayari ameshausoma mchezo, kwa sababu tumefahamu Man U dhidi ya Spurs wamekuwa akionewa sana, lakini kuna namna ambayo pengine Michael Carrick anaweza kufanya kuinusuru Manchester United akupoteza alama katika mchezo wa leo.